yako mama. Haleluya. Mbele yako Bwana sasa hivi anakwenda kukuondolea uzito wa mgongoni na uzito unaoanzia kwenye viwiko kuja kwenye vidole. Unakwenda kuondolewa. Amen. Kwa maana Bwana anakuvika nguvu ya kupata utajiri. Amen. Nyumba ya rufaa hapa ipo katika Moshi Bar, ambapo nabii mtumishi wa Mungu kwa kweli anatumika sana. Leo hii unapoona nipo kwenye huduma yake, ambapo leo alikuwa akihubiri neno na pia akiombea watu. Tumeona live kabisa maombi yanapopata papo kwa papo. Mtumishi wa Mungu, karibu. Hebu tuelezee sasa ibada leo ilikuwaje kwanza? Kwa jina naitwa Nabii John Kidoto wa huduma ya nyumba ya rufaa iliyopo Moshi Bar, yani Gongo la Mboto. Hongera sana nabii, kwa kuwa mkono wa Mungu tumeuona live kabisa ukifanya matendo makubwa ni makuu. Watu wengi wamefungwa lakini wamefunguliwa papo kwa papo live kabisa. Labda unabii wako na umeona ukiwatabiri watu, ukiwaona watu na pia ukiwaponya papo kwa papo, labda hii nguvu unaitumia na Mungu amekuwezesha. Labda nini neno lako kwa huduma ya leo? Huduma ya leo napenda kumhusia mtu aliyeamini, aliyefika ama katika ibada ama yule anayenitazama kwa njia ya digital kama hivi, ni kwamba kikubwa cha kwanza imani. Amin. Halafu akikutana neno la kinabii, akilipokea katika imani, papo hapo linazaa matokeo. Unaona watu wengi sana waliofungwa na ndio maana wanafunguliwa, na baada ya kufunguliwa nini matokeo yake? Inatokea kwamba kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Kwa hiyo Mungu anajua siri za maisha ya watu, yaliyo halali na yaliyo tofauti na uhalali. Mfano, maisha yanapokuwa tofauti na uhalali, maana yake yanakuwa yamevamiwa, yamefungwa kupitia roho za kipepo, uchawi, uganga, mila ama mizimu. Kwa hiyo vitu kama hivyo, Mungu anapokuwa ameruhusu kuijua siri ya mtu kama huyo, ndio jambo hilo Mungu analitatua. Na ndio maana sasa nabii kupitia ile karama ya kimungu ndani yake anakuwa anajua kabla hajaambiwa. Ndio maana ulimuona yule mama alipokuwa akilalamika kwa habari ya mguu wake kuchoma mfano wa msumari, unauma sana. Baada ya kumwambia kwa habari ya gwaride, kwa sababu alipokuwa amezungumza vile, niliona watu, Mungu alinipa picha, watu wakitembea gwaride, mfano wa malaika wa mbingu, wameweka mstari wao wakitembea hatua moja. Ndio nikamwambia aungane na malaika mbinguni. Wakati anajaribisha hilo jambo, pale alipona, kwa sababu Mungu alifunua nyakati zake za uponyaji, akiunganisha na tukio lilikuwa likiendelea saa hiyo mbinguni. Kwa lazima apokee uponyaji. Neno lako la mwisho, kuna baadhi wengine bado wanaishi na magonjwa sugu, na wengine hawapati kazi, wengine hawapati mambo mengi ya kimaisha, magonjwa mengi, wengine ndoa zao, lakini tumeona baadhi ya wanawake wengi wakifunguliwa. Neno lako la mwisho nini kwa watu ambao wako nje ya huduma hii lakini wanatamani kufika na wapate uponyaji? Karibu. Kwa watu ambao wako nje ya mipaka hii ya nyumba ya rufaa, ninamkaribisha sasa. Karibu, utayaona matendo makuu ya Bwana, utaona miujiza ya Mungu hata kama umekuwa ukisikia, lakini utaiona moja kwa moja ikitokea kwenye maisha yako. Kwa ni jambo la imani. Funga safari, toka uliko, haijalishi hali ulionayo, haijalishi aibu ambayo umekwisha kupitia. Ukikanyaga katika nyumba ya rufaa na Mheshimiwa Nabii John Kidoto ambaye ndio unaongea naye, Mungu atakutendea papo hapo, na wema wake utasaidika kwenye maisha, na juu ya kazi zako zikathibitike katika jina la Yesu. Ewe uzito, roho ya uzito, pingamizi kwenye kazi, kwenye fedha, na kupiga siku ya leo ipate kuondoka maishani mwako. Tweka kwenye maisha yake leo, namuondolea kila uzito wa kipepo unaokwamisha kazi yake, Come on! Ondoka haraka. Ewe roho unayezuia utajiri wa kwenye maisha yake, piga kelele uondoke.
Kwa nini kuzuia utajiri wake? Kwa nini kuzuia utajiri? Kwa nini unazuia utajiri? Kwa jina la Yesu. Leo anapokea nguvu ya utajiri. Nguvu ya utajiri wa fedha kwenye maisha yake. Hata kama mmemwaga damu ya ndege, ya mbuzi, ya kondoo, damu ya binadamu, mkaongea maneno magumu, mkatwaa na unga kwenye madhabahu zenu, neno la Bwana linatoka kwenye madhabahu ya nyumba ya rufaa.